Karibu katika sala ya Yesu kwa Baba. Mimi ni Askofu Mkuu Daktari Zakias Mwangangi. Somo letu latoka katika Yohana kifungu cha 17 mstari wa 1 mpaka 26. Kichwa chake ni sala ya Yesu kwa Baba. Kauli kuu ni kwamba Baba, mtukuze mwanao ili mwana wako akutukuze wewe. Yohana 17 mstari wa 1. Na huu ndio utangulizi. Wapendwa katika Bwana, leo tunatafakari mojawapo ya sura za kina sana katika Biblia. Sala ya Yesu Kristo katika Yohana 17. Hii ni sala ambayo Yesu aliomba muda mfupi kabla ya kwenda msalabani. Yesu alikuwa akijua kwamba saa yake ilikuwa imefika. Alijua kwamba angekabili mateso. Alijua kwamba angekamatwa. Alijua kwamba angehukumiwa. Alijua kwamba angepigwa. Alijua kwamba angeenda msalabani. Lakini badala ya kukimbia, Yesu aliomba. Hili ni fundisho kubwa kwetu. Mbele ya changamoto kubwa, Yesu alikwenda katika maombi. Yohana 17 inatufunulia moyo wa Yesu. Moyo uliokuwa ukimtafuta Baba, ukiwaombea wanafunzi wake, na hatimaye ukiwaombea wale wote ambao wangemwamini kupitia ushuhuda wa wanafunzi wake. Katika sala hii tunaona mambo 5 makubwa. Jambo la kwanza, Yesu anamwomba Baba amtukuze. Jambo la pili, Yesu anawaombea wanafunzi wake. Jambo la tatu, Yesu anaomba walindwe na uovu. Jambo la 4, Yesu anaomba umoja wa waamini. Na jambo la 5, Yesu anaomba watu wake wawe pamoja naye katika utukufu. Tuanze na jambo la kwanza. Yesu aliomba kabla ya kukabili msalaba. Katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 1 inasema, Yesu alipokwisha kusema hayo, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imefika, mtukuze mwanao ili mwana wako akutukuze wewe. Angalia maneno haya mpendwa. Saa imefika. Yesu alijua kilichokuwa mbele yake, lakini hakusema, Baba, uniondolee kila kitu. Alisema, mtukuze mwanao ili mwana wako akutukuze wewe. Yesu hakutafuta tu kuondolewa katika mateso. Alitafuta utukufu wa Baba kupitia kile kilichokuwa anakwenda kupitia. Hii inatufundisha kwamba wakati mwingine maombi yetu hayapaswi kuwa, Mungu uniondolee kila tatizo, bali Mungu, kupitia hali hii jina lako litukuzwe. Jambo la pili, Yesu alijua utume wake. Katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 4, Yesu kasema, mimi nimekutukuza duniani, nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye. Yesu alijua kwa nini alikuja duniani. Alikuja kufanya kazi ya Baba. Alikuja kutafuta na kuokoa waliopotea. Alikuja kutangaza ufalme wa Mungu. Alikuja kutoa maisha yake kwa ajili ya wanadamu. Na sasa anasema,
nimeimaliza kazi ulionipa niifanye. Hili ni jambo kubwa kwa kila mtumishi wa Mungu. Usiishi bila kusudi. Usitumie maisha yako bila kujua Mungu amekuita kufanya nini. Siku moja tunataka tuweze kusema, Bwana, nimefanya kazi ulionipa. Jambo la tatu ni kwamba Yesu aliwaombea wanafunzi wake. Katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 9, sema, mimi nawaombea hao, siombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Yesu alikuwa akiwaombea watu waliokuwa wamekuwa karibu naye. Alijua udhaifu wao, alijua changamoto zao, alijua wangekabili upinzani, alijua wangetawanyika wakati wa mateso, lakini Yesu hakuwatekeleza, aliwaombea. Hii ni fundisho kwa wachungaji, viongozi, wazazi na waamini wote. Usiwaombee watu tu wakati wako katika shida. Waombee kabla ya shida kufika. Yesu aliwaombea wanafunzi wake kabla ya kukabiliana na msalaba. Jambo la 4, Yesu aliomba wao walindwe. Yohana 17 mstari wa 11. Baba mtakatifu, uwalinde kwa jina lako ulilonipa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Yesu hakumwomba Baba awaondoe duniani. Aliomba uwalinde. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa bado na kazi ya kufanya duniani. Hapa tunajifunza kwamba Mkristo hahitaji kukimbia ulimwengu. Tunapaswa kuishi duniani, lakini tusitawaliwe na mfumo wa dhambi wa dunia. Tunapaswa kuwa nuru, tunapaswa kuwa chumvi, tunapaswa kuwa mashahidi wa Kristo. Na jambo la 5, Yesu aliwaombea ulinzi dhidi ya uovu. Katika Yohana 17 mstari wa 15, mimi siombi uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Hii ni sala yenye nguvu sana. Yesu alijua kwamba kuna vita vya kiroho. Alijua kwamba adui angejaribu kuwavunja wanafunzi. Alijua kwamba wangejaribiwa. Kwa hiyo aliomba uwalinde na yule mwovu. Kanisa leo linahitaji maombi haya. Tunahitaji ulinzi dhidi ya udanganyifu, mafundisho ya uongo, migawanyiko, kiburi, chuki, majaribu, dhambi na mashambulizi ya kiroho. Na tunapaswa kuomba kama Yesu, Baba, walinde. Jambo la 6, Yesu aliomba wafanywe watakatifu. Katika Yohana 17 mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Mpendwa, angalia jambo hili. Yesu hakusema tu Baba walinde, aliomba pia watakase. Ulinzi bila utakatifu hautoshi. Tunapaswa kulindwa, lakini pia tunapaswa kutakaswa. Tunapaswa kuwa watu wa kweli. Tunapaswa kuwa watu wa neno. Tunapaswa kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Neno la Mungu ndilo kweli. Kanisa linapopoteza upendo kwa neno la Mungu, linapoteza msingi wa utakatifu. Jambo la 7,
Yesu aliwaomba wamtumikie duniani. Yohana 17 mstari wa 18. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo nimewatuma hao ulimwenguni. Hapa kuna utume. Yesu alisema, kama Baba alivyonituma, nami nimewatuma. Kwa hiyo wokovu si mwisho wa safari. Baada ya kuokoka, tunatumwa. Mungu ametuokoa ili tuwe mashahidi. Mungu ametuita ili tuhubiri. Mungu ametupa nuru ili tuiangaze. Mungu ametupa ushuhuda ili tuwashuhudie wengine. Kila mwamini ana jukumu katika utume wa Kristo. Jambo la 8, Yesu aliomba kwa ajili ya waamini wote. Hapa ndipo sala ya Yesu inakuwa ya ajabu zaidi. Yohana 17 mstari wa 20. Wala si yao tu ninawaombea, bali na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Yesu alikuwa akiwaombea wanafunzi wake, lakini sasa anaenda mbali zaidi. Anaomba kwa ajili ya wale wote watakaomwamini. Hiyo inamaanisha kwamba sala hii inatuhusu hata sisi leo. Kila mtu anayemwamini Yesu Kristo anaingia katika maombi haya. Yesu alituona kabla hatujazaliwa. Aliwaona wale ambao wangemwamini kupitia ushuhuda wa mitume. Jambo la 9, Yesu aliomba umoja wa kanisa. Yohana 17 mstari wa 21. Wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu, nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kuamini ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Ili ni umoja ya maombi makubwa ya Yesu. Wote wawe na umoja. Yesu hakutaka kanisa liwe mahali pa vita vya ndani. Hakutaka viongozi washindane. Hakutaka waamini wangawanyike kwa chuki. Hakutaka huduma ziwe mashindano, bali aliomba wote wawe na umoja. Kwa nini basi? Kwa sababu Yesu alisema umoja wa waamini unaweza kuwa ushuhuda kwa ulimwengu. Kanisa linapokuwa na upendo, ulimwengu unaona Kristo. Kanisa linapogawanyika kwa chuki, ulimwengu unaona udhaifu wa ushuhuda wetu. Kwa hiyo tukitaka ulimwengu umwamini Yesu, lazima tujifunze kupendana. Jambo la 10, umoja haumaanishi kukubali dhambi. Ni muhimu kuelewa kwamba umoja wa Kikristo haumaanishi kuacha kweli. Yesu alisema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo tunahitaji umoja katika kweli, umoja katika Kristo, umoja katika upendo, umoja katika utume. Hatupaswi kutumia umoja kama sababu ya kuvumilia dhambi, lakini pia hatupaswi kutumia tofauti kama sababu ya chuki. Jambo la 11, Yesu aliomba watu wake waone utukufu wake. Baba, nataka hao ulionipa wewe
pamoja nami hapo nilipo, wapate kuona utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ili ni tumaini kubwa kwa kila muumini. Yesu anataka watu wake wawe pamoja naye. Hii inatuelekeza katika tumaini la uzima wa milele. Safari yetu duniani si mwisho. Tunamngojea Kristo, tunamngojea Bwana wetu, na siku moja tutakuwa pamoja naye. Jambo la 12. Yesu aliomba kwa upendo. Tunaposoma Yohana 17, tunaona kwamba Yesu hakujifikiria mwenyewe tu. Alifikiria Baba, akafikiria wanafunzi, akafikiria waamini baadaye, akafikiria kanisa, akafikiria ulimwengu, akafikiria utume, akafikiria umoja, akafikiria utakatifu, akafikiria utukufu wa Mungu. Huu ndio moyo wa mchungaji wa kweli. Mchungaji wa kweli aishi kwa ajili yake mwenyewe, anaishi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu ambao Mungu amemkabidhi. Na haya ndiyo mafundisho makuu kutoka kitabu cha Yohana 17. Jambo la kwanza, maombi ni silaha ya muamini. Yesu mwenyewe aliomba. Kama Yesu aliomba, sisi tunapaswa kuomba zaidi. Jambo la pili, omba kabla ya kuingia katika vita. Yesu aliomba kabla ya msalaba. Usihubiri shida ndipo uanze maombi. Jambo la tatu, waombee wengine. Usiombee kwa ajili yako tu. Waombee watoto wako, waombee viongozi, waombee wachungaji, waombee kanisa, waombea taifa, na waombee wale ambao wanakupinga. 4, omba ulinzi wa kiroho. Baba, walinde na yule mwovu. 5, omba utakatifu. Watakase kwa ile kweli. 6, omba umoja. Wote wawe na umoja. 7, omba utume. Vivyo hivyo nimewatuma hao ulimwenguni. 8, omba utukufu wa Mungu. Kila kitu tunachofanya kiwe kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Ujumbe kwa viongozi wa kanisa. Wachungaji na viongozi, hebu tujifunze kutoka kwa Yesu. Yesu hakuwatawala wanafunzi kwa vitisho, aliwaombea. Yesu hakuwatupa walipokuwa dhaifu, aliwaombea. Yesu alijua makosa yao, lakini bado aliwaombea. Hivyo basi, viongozi, waombeeni watu munaowaongoza. Usiwe kiongozi wa kulaumu kila wakati, uwe kiongozi wa kuombea. Usiwe mtu anayefurahia mtu mwingine anapoanguka, uwe mtu anayesimama katika pengo kwa ajili yake. Ujumbe kwa familia. Wazazi, ombeni kwa ajili ya watoto wenu. Waombeeni hata wakati hawaonekani kusikia. Waombeeni wanapokuwa mbali. Waombeeni wanapokosea. Waombeeni wanapokabili majaribu. Waombeeni na muombee ndoa zao za baadaye. Waombeeni huduma zao. Waombeeni maisha yao ya kiroho. Na ukumbuke, maombi ya mzazi
yanaweza kuwa urithi mkubwa kuliko mali yoyote unayoweza kumwachia mtoto. Wito wa kanisa. Kanisa la Kristo, turudi katika maombi. Tusitegemee nguvu zetu, tusitegemee fedha pekee, tusitegemee mipango pekee, tusitegemee majina, tusitegemee teknolojia. Turudi kwa Mungu katika maombi. Kanisa linapoomba ni kanisa lenye nguvu. Familia inayosali ni familia inayojengwa. Mchungaji anayesali anapata nguvu mpya. Mwamini anayesali anapata neema ya kusimama. Na hili ndilo hitimisho la ujumbe wa leo. Wapendwa, Yohana 17 inatufunulia moyo wa Yesu. Mbele ya msalaba, Yesu aliomba. Aliomba kwa ajili ya Baba. Aliomba kwa ajili ya wanafunzi. Aliomba kwa ajili ya kanisa. Aliomba kwa ajili ya waumini wa vizazi vyote. Na alituachia mfano. Usikabili maisha bila maombi. Kabla ya huduma, omba. Kabla ya uamuzi, omba. Kabla ya safari, omba. Kabla ya kuongoza, omba. Kabla ya kukutana na changamoto, omba. Na unapokabili vita, omba zaidi. Wito wa wokovu. Ikiwa bado haujamkabidhi Yesu Kristo maisha yako, leo anakuita. Yesu alikuombea. Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu alifufuka kwa ajili yako. Na leo anataka uwe wake. Mgeukie Kristo. Tubia dhambi zako. Muamini Yesu. Mukabidhi maisha yako. Kristo ndiye tumaini la kweli la mwanadamu. Maombi ya kufunga. Ningetaka tuweze kuomba pamoja, wapendwa. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu umetupa Yesu Kristo, mwana wako mpendwa. Tunakushukuru kwa sala yake katika Yohana 17. Bwana, tufundishe kuwa watu wa maombi. Tufundishe kuomba kabla ya kukabiliana na changamoto. Tufundishe kuwaombea wengine. Baba, linda kanisa lako na yule mwovu. Walinde watumishi wako. Walinde wachungaji. Walinde wazee wa kanisa. Walinde vijana. Walinde watoto. Linda familia zetu. Tunakutaka ututakase kwa kweli yako Yesu. Ondoa dhambi ndani yetu. Ondoa kiburi. Ondoa chuki. Ondoa migawanyiko. Ondoa roho ya mashindano. Tujase upendo wa Kristo. Baba, lifanye kanisa lako liwe na umoja. Tusaidie kupendana. Tusaidie kusameana. Tusaidie kubebana. Tusaidie kufanya kazi pamoja kwa ajili ya ufalme wako. Tufanye kuwa mashahidi waaminifu wa Yesu Kristo duniani. Na siku moja, Bwana Yesu, tunatamani kuwa pamoja nawe katika utukufu. Mpaka siku hiyo ifike, tupe nguvu za kuendelea kukutumikia. Maisha yetu ya kutukuze. Familia zetu zikuheshimu. Huduma zetu zikuletee utukufu. Kanisa lako liwe nuru duniani. Na jina la Yesu litukuzwe milele. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amina, amina, amina. Mpendwa, naamini umebarikiwa. Na hili ndilo kauli la mwisho.
Baba, wote wawe na umoja. Kitabu cha Yohana 17 mstari wa 21. Omba, penda, ishi katika kweli, dumisha umoja, mtangaze Kristo, na katika kila jambo mtukuze Mungu. Bwana awabariki sana. Bye bye.